Nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi Bwana Medvedev anasema kwamba ikiwa Marekani itaamua kuivamia Iran ardhini, hali hii itakuwa kama ile iliyotokea Vietnam miaka hiyo. Naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi ameionya Marekani kwamba haipaswi kufanya uvamizi wowote wa ardhini dhidi ya Iran, na endapo itajaribu, hii itakuwa kama vita vya Vietnam. Alisema kwamba ikiwa nchi hiyo ya Marekani itaamua kufanya uvamizi wowote wa ardhini dhidi ya Iran, itakuwa ni kushindwa vibaya, na kuongeza kuwa hatua hiyo itaingiza Washington katika kinamasi sawa na kile kilichowakuta katika vita vya Vietnam. Dmitry Medvedev alielezea hatua za Marekani nchini Iran kama kosa kubwa la kimkakati, akisisitiza kwamba utawala wa Marekani utalipa gharama yake. Huku kukiwa na ripoti za maandalizi ya Marekani kwa ajili ya mashambulizi ya ardhini dhidi ya Iran, Medvedev alieleza kuwa operesheni hiyo itakuwa na matokeo magumu kwa Washington, akibainisha kwamba Tehran imeeleza mara kwa mara utayari wake wa kukabiliana na hatua hiyo. Matamshi yake yanakuja huku kukiwa na ripoti kwamba muungano wa Marekani na Israel unapanga kukikalia kwa mabavu kisiwa cha Kharj kwa nia ya kuilazimisha Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz kwa meli zao. Medvedev alisisitiza kwamba uvamizi wa ardhini unaweza kuwa na matokeo sawa kwa Marekani kama yale yaliyotokea kama vita vya Vietnam ambapo Marekani ilishindwa. Anasema kujihusisha na operesheni za ardhini zilizo mbali sana na eneo la Marekani kungeleta karibu matokeo sawa na yale ya vita vya Vietnam, wakati Washington ilituma majeshi yake katika nchi ya kigeni iliyo umbali wa maelfu ya maili, na kwa miaka 10 ilishindwa kupata suluhu la heshima ili kuondokana na mzozo huo, alisema. Rais huyo wa zamani wa Urusi pia alionya kwamba uwezekano wowote wa uvamizi wa ardhini wa Marekani dhidi ya Iran utakuwa na matokeo ya maua kwa eneo hilo. Siku ya Alhamisi, kamanda wa jeshi la ardhini la Iran, Brigadia Jenerali Ali Jahanshah, alionya adui dhidi ya uvamizi wowote wa ardhini, akisema utakuwa hatari zaidi na gharama kubwa kwao. Vikosi vya jeshi la Iran vimesimama kidete na imara kwenye mstari wa mbele wa ulinzi na vitawafanya adui kuumizwa sana, aliongeza. Uchokozi huu wa Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambao ulianza Februari 28 kwa mashambulizi ya anga ambayo yaliwaua maafisa wakuu na makamanda wa Iran pamoja na kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Vikosi vya jeshi la Iran vimejibu kwa kuanzisha karibu kila siku mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani kulenga maeneo yanayokaliwa na Israel pamoja na vituo vya kijeshi na mali za Marekani katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Pia wamezuia mlango wa kimkakati wa Hormuz kwa meli za mafuta na gesi zenye uhusiano na wapinzani na wale wanaoshirikiana nao. Kwengineko, katika matamshi yake, Medvedev alisema kuwa Marekani imeziaminisha nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi kwamba inafanya kazi tu ili kujilinda yenyewe na Israel wakati wa mzozo wake na Iran, kwa maana imeacha solemba mataifa ya Ghuba. Alionya kwamba vita kubwa zaidi katika Mashariki ya Kati bado iko mbele na kwamba eneo hilo linaweza kuwa kitovu cha ukosefu wa utulivu kwa karne nyingi ikiwa Marekani haitaamua kuachana na vita hivyo. Baada ya uchokozi wa Marekani na Israel dhidi ya Iran, maafisa wa Urusi walibainisha kuwa nchi kadhaa za Kiarabu katika Ghuba ya Uajemi zitajaribu kuanzisha ngao zao za nyuklia. Lakini kwa nini rais huyu wa zamani wa Urusi anasema kwamba vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, endapo watapelekwa wanajeshi wa ardhini kuvamia katika taifa la Iran, nini kitatokea? Kwa maana itakuwa ni kama ile vita ya Vietnam. Katika vita vya Vietnam vya Novemba mosi mwaka 1955 hadi Aprili 30 mwaka 1975 vilikuwa ni vita vya silaha huko Vietnam. Vietnam upande wa kaskazini iliungwa mkono na Umoja wa Kisovieti pamoja na Uchina, huku Vietnam kusini ikiungwa mkono na Marekani na mataifa mengine yanayopinga ukomunisti, na mgogoro huo ulikuwa wa pili baada ya vita vya pili vya dunia na ni katika uwakala wa vita baridi kati ya Umoja wa Kisovieti na Marekani. Na hivyo wachambuzi wa mambo wanamuona Medvedev kwamba labda kutakuwa na mipango kama hiyo, kwamba ikiwa Marekani itaingiza wanajeshi wake katika nchi ya Iran, ni kwamba kutakuwa na pande mbili, kwa maana upande ambao Iran ina washirika wake ambao ni China na Urusi, na washirika wa Marekani ambao wapo kwa muda mrefu ingawa walikataa kuingia vitani.
Ushiriki wa moja kwa moja wa kijeshi wa Marekani uliongezeka kuanzia miaka hiyo 1965 hadi majeshi ya Marekani yalipoondolewa kwa nguvu mwaka 1973 baada ya kushindwa vibaya katika vita hivyo. Mtazamaji, hiyo ni kwa ufupi tu kuhusu vita vya Vietnam, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.